kafanya katupeleka. Sasa yuko mama na atachukua anapeleka sehemu nyingine atamaliza. Sawa? Kwa hiyo kuna kipindi inafika hatua anabidi aingie mtu mwingine. Kwa hiyo kwa yeye kwa aliyoyafanya binafsi nafikiri imetosha. Inatakiwa patikane mtu mwingine ambaye atakuja kueleza pale ambako yeye alikuwa ameishia. Sawa, imetosha. Hasa mpaka tujue kwa msimamo wako wewe binafsi. Wewe ni Dominic. Ukiambiwa mtathmini Karia kwenye uongozi wako kwa muda ambao amepewa kiti, amefaulu amefeli? Alikofikia pametosha. Kwa msemaji mimi kwa uingii popote. Hauingii kwa sababu unaponena kufaulu na neno kufeli ni relative term. Kuna maeneo amefanya vizuri, huwezi kuyakataa. Kuna maeneo hajafanya vizuri. Ndio nikasemaje? Alikofikia panatosha. Haingie mtu mwingine. Hata tunazungumzia kina Tenga na wengine. Si kwamba walifaulu kwenye kila maeneo. Sio kweli. Binadamu huyo hayupo. Hakuna utawala ambao au uongozi ambao utakuwa uko perfect 100%. Mwalimu Nyerere alitupatia ule kidogo mpaka wanamlaumu. Si ndio? Kwa nini hakuruhusu hivyo? Kwani kawaida wakina Mao huko na maneno mengine mengi ni kawaida kwa sababu hata Mungu mwenyewe anamlaumu. Mungu mwenyewe anamlaumu alituumba. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba alichokifanya yeye, mimi kwa maoni yangu, hii miaka yake 8 aliyoifanya imetosha. Sawa? Kuna mazuri tumeweza kuyaona na kuna madhaifu mengine yanaweza kuonekana. Kwa hiyo wakati wa yeye aamue kuachia, apishe watu wengine waje na maono mengine ili waweze kusogeza sehemu nyingine, na ndiyo maana ya uongozi hasa kwenye hizi nchi ambazo zinaamini katika masuala mazima ya uchaguzi ulio huru na haki kwa maana demokrasia. Lakini kuendelea kungangania ndio kutakwenda kutoa tafsiri ambayo wakati mwingine inakuwa sio njema na inaweza kwenda kufuta mazuri mengi ambayo alikuwa ameyafanya. Sasa Dominic, tu generalize hapo. Tunaweza tukasema kwamba uongozi wa Wallace Karia ndio uongozi ambao umeleta mafanikio kwenye mpira wetu kushinda uongozi wote uliopita. Tukigeneralize fact kadhaa, performance ya timu zetu za taifa na klabu, mapinduzi ya soka zetu na ushiriki wa vilabu vyetu katika sehemu mbalimbali. Sio kweli. Hakuna iko chokizungumza unakosa. Ndio nilikwambia kwamba kuna issue ya nyakati. Dominic, hapa tuweke maendeleo bila shamba. Ndio nakwambiaje? Hakuna, sio kweli unachokizungumza. Kwa sababu gani? Kuna kitu cha nyakati. Leo mimi ukiniambia kwamba miongoni mwa watu ambao wamefikisha mpira hapa, mimi nitakwambia Galib Said Mohamed, nitakwambia Mohamed Dewji, sawa? Nitakwambia Azam Media, nitakwambia NBC, nitakwambia CRDB. Ndio kuna sehemu kubwa ambao wameweza kufanya na wamefanikiwa. Utaambia kwamba pengine kutokana na mazingira labda ya shirikisho la Karia. Hapana, ni baada ya hizi timu kuamua sasa kuweza kuchange system. Pale ambako Mo alipoamua kuja na wazo la kwenda kufanya nini, uwekezaji kwenye klabu ya Simba. Sawa, pale ulikuwa ni mzizi kwa mafanikio tunayoona. Kwa maana timu zikawa zinahama sasa kutoka kwenye kuwa mpira wa ridhaa au kuwa mpira wa wanachama, zinakwenda kwenye uwekezaji. Kwa hiyo alitransform nguvu ya mashabiki na oya kwenda kwenye biashara. Sawa? Relax. Akaja na Galib na akaona, akaingia. Baada ya kuingia wao na hizi timu kuanza kuwa na nguvu na kuanza kusajili na kuweka pesa nyingi, ndiko makampuni yakaanza kuona okay, kumbe hapa kuna kitu ambacho kinafanya nini? Kinaendelea. Sasa leo kiniambia Simba kucheza nusu finali au finali ni mafanikio ya Karia hao. Dominic, tuongee hivi. Wakati hizo timu za transform kutoka kusema Liza kuja kwenye official kabisa. Let's TFF ni nani? Havina uhusiano. Yaani ukizungumzia basi itakuwa ni kubaka mafanikio. Havina uhusiano kwa sababu hata transformation ya hizi timu anaosimamia ni BMT na wale watu wadani wale ambao wako swala uwekezaji. Na kuelewa tufanye hivi. Kabla ya Wallace Karia kuwa madarakani, tulifuzu AFCON mara ngapi? Naomba unielewe tena. Kabla Wallace Karia hajakuwa madarakani, na mimi nitakuuliza swali, system ya AFCON ilikuwaje? Nijibu kwanza hilo. Tunaenda taratibu. Kabla Wallace Karia, ndio nakwambiaje? Miaka ya nyuma AFCON zilikuwa zinafuzu timu ngapi? 10 na ngapi? 16. Unaelewa? Timu ngapi? 16. Sasa kama mtakuwa mnakumbuka, unakuta mnakaa kwenye kundi ambalo una Nigeria, una nani wote, atakatokea huyu mmoja tu. Kwa hiyo ilikuwa ingeendelea system mpaka leo tusingeshiriki AFCON. Baadaye wakaja wakadilute vigezo. CAF kwa hapana. Ifike hatua tuongeze nini? Tuongeze timu. Mnifahamu sijui? Baada ya kuongeza timu ndio tukapata fursa ya kuweza kwenda kutokana na hiyo privilege. Kama leo hii unataka kuniambia, nilikuwa ninawaambia watu, ukiangalia ile finali ya Yanga na ya Simba, hizo zote kama shirikisho hazikuwa sawa, kwa sababu finali ya Simba
kuna vigezo vilikuwa fine vimelainishwa, si kwa maana hawana timu, lakini iko hivyo. Kwa hiyo ukiangalia miaka ya nyuma ilikuwa ni ngumu sana kupata nafasi kwa sababu ilikuwa ni timu hii, na miaka ijayo tutakwenda kushuhudia hata kombe la dunia tutashiriki. Kwa nini? Kwanza wanakwenda kuongeza timu za Afrika, mpaka walikuwa na malengo timu ziwe 8 badala ya 5. Lakini pia katika hizo timu 8 ambazo wanakwenda kuziongeza, walikuwa wanawaza kwamba ushindani uwe kwenye zoni. Unanifahamu? Yaani wewe kwa sasa ikifikia hatua tukaanza kushindana kwenye zoni, kwa maana ile sasa mfano kwa Tanzania, Rwanda, Burundi, Uganda, labda Ethiopia, Sudani, labda na Kongo na wale DR na wale wengine, labda tukapata timu 10 za ukanda wa Somalia, huku tunaambiwa patikane mmoja. Uwezekano upo sio kupata. Sio, unaelewa? Lakini ikiwa utaratibu ule endelea kwamba unapangiwa giant Algeria, huwezi kupata nafasi kwa sababu wanaojua ndio wale. Lakini ukidiluti kidogo tu kuna faida inaongezeka. Mfano mzuri, yani nikupeleke form 4 niliyosoma mimi haiwezi kuwa na leo unasoma wewe sasa hizi. Yani mimi niko na division 3 leo yangu mimi na yako wewe ni vitu tofauti, kwa sababu mitaali kuja ilibadilika. Leo hii kupata A kupata B ni very simple. Sasa mpaka hesabu watu wanachagua, si ndio? Mitaali sisi, yani mimi nilikuwa nasoma physics na chemistry, ambao sasa nafikiri ndo nasoma tu advance form 2. Ukichukua ile physics ya form 2 ile au chemistry ukukamba mafunzo leo hii hawezi kuona kitu, lakini ni nyakati. Sasa Dominic, umeongea kwa upana sana. Mimi naheshimu sana uongozi wa Tenga, uongozi wa Malinzi na wengine waliopita na hata wa Karia. Lakini baadhi ya watu wanakuja na fact hizi hapa. Wanakuambia kwamba chini ya Karia tumefuzwa AFCON mara 2. Chini ya Karia tumepata bidi ambao kama tukitumia vizuri tutaenda AFCON 2027. Chini ya Karia huyu timu yetu ya Tembo Ole imefuzu World Cup kwa mara ya kwanza. Chini ya Karia timu zetu za wanawake zimefanya vizuri, kwa maana Simba tumemwona kinashiriki Champions League Morocco, tumeona nini AFCON ya wanawake tukifanya vizuri, hata Ngorongoro hizo wanacheza World Cup ya vijana. Kwa hiyo kuna mafanikio ambayo yametokea chini ya Karia ambako nyuma ngozi uliopita hatukiona, kwa tunasikia kwa majirani zetu, kwa hiyo tukifanya Karia kuwekeza kwenye soka, kuchukua makocha ambao wana philosophy ya Tanzania. Amewekeza wapi? Yeye hapo nyinyi, hapo unapojiuliza. Vijana mnalichanganya. Na mimi nafikiri ambao wamekutuma wanaelewa vizuri. Nakwambia hivi tena. Na kutuma wanaelewa vizuri. Nimekuambia kwamba leo hii Simba anakwenda kuchukua ya Afrika, unaniambia Karia. Mzungumzie Mo ambaye ameweka pesa. Kwa nini TTF wanatoa hela kwa vilabu? Nisikie kitu kimoja. Factor iko ni kwamba kipindi chake pametokea transformation, sawa, ya kimaendeleo. Sawa, serikali imekuwa karibu kwenye michezo. Sawa, imefungua milango. Wawekezaji wameamua kuja kuwekeza kwenye mpira. Sio, unaelewa? Ambayo serikali ndio mwenye nchi, ndio main stakeholder. Serikali ndio main stakeholder. Kwa hiyo cha msingi labda usema hivi kwamba serikali ya Jamhuri ya kipindi hiki ya Muungano wa Tanzania ndio imepelekea mafanikio yote unayoyaona. Sababu imefungua milango, imetengeneza mazingira rafiki ya watu kuamini katika michezo na kuja kuwekeza kipindi hiki. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia kipindi cha nyuma hapakuwa na hizo fursa. Hiki cha nyuma hapakuwa na hizo fursa ambazo tunazungumzia. Lakini pia kipindi ambacho wewe unaamini kwamba wao wamekuwa na nguvu kubwa, ndio kipindi ambacho wanadaiwa na vilabu na bado wana wadhamini wengi. Yaani kipindi ambacho wewe unasema kwamba fanya vizuri, ndio kipindi ambacho wanadaiwa, na ndio kipindi ambacho pana wadhamini wengi, ndio kipindi ambacho pana wadhamini lukuki saizi kwenye kila hatua. Kwa hiyo pengine hata kinachokiona hiki tungepata mtu mwingine, pengine tungekuwa ni far better mara 5 hiki ambacho amekifanya. Ndio nikasemaje, itoshe kusema kwamba alichokifanya amefanya kwa sehemu yake, lakini alichokifanya sio mafanikio ya yeye kuweza kujivunia, kwa sababu mafanikio haya yameletwa na watu wengine. Wao ni kama tu wamekaa pale kama ni viongozi shirikisho, wamekwenda kunufaika. Wote naambia ushiriki wa Yanga na Simba kufika finali, shirikisho lilichangia nini? Nakuja video Dominic. Nitakujibu yako kwa kipande. Walisaidia kwenye ada ya wazikia uchama wewe. Dominic, ndo hapa nilikuuliza kwamba serikali ndio kama baba wa kila kitu kwenye nchi yetu, lakini serikali kwa mujibu wa FIFA hairuhusiwi kuingia majukumu ya mpira bila idhini ya nani? Wenye mpira ambao ni nani? Ndio TFF. Hizo support. Vipi? Msichanganye vitu. Wanapozungumzia serikali hairuhusiwi kuingilia mpira, sawa? Kuna baadhi ya aspekti, kwa mfano maamuzi
ambaye anakuwa amefuata sheria, kanuni na utaratibu wao. Lakini leo hii uwezi kupata katiba yoyote ya chama chochote bila kulifaa katiba ambayo ipo either BMT ambao ndio wanahusika na mchezo. Kwa hiyo kitu tutakachokifanya lazima kireflect sawa na sera zilizopo katika nchi husika. Sasa unaelewa sijui? Kwa hiyo serikali ndio mdau namba 1, lakini pia mazingira rafiki yote ya kiuwekezaji bado ni serikali ndio anaweza kuashua. Leo hii mtu akitaka kuangalia hali ya usalama wa Tanzania hawezi kumuuliza serikali, ataangalia serikali inahusika. Ndio kaangalia hata katika hii swala la AFCON, nani ambaye wanaenda kule? Si kwa serikali. Leo hiyo tunakwenda kwenye AFCON finish 7, nani ambaye ajenga miundombinu? Ndio point hapa nakuja hapa. Dominic, leo hii hapa TFF wajenga uwanja wa Arusha ni serikali. Hasa kwa nini tuseme kwamba wao wanaingilia mpira? Issue ni hapa Dominic. Serikali kwamba haiwezi kutoka ikafanya kitu bila kuongea na nani mwenye mpira yake, nani ndio rais wa TFF, kwamba kwa maana kuongea nao. Sikiliza, hizi bill zinapokuja ni inchi inayochukua dhamana. Yaani leo hii TFF wao wakasema basi sisi leo tunaomba kuandaa. Serikali ikisema hapana, hakuna, uwezi kuandaa. Kama tunakuuliza, serikali inaweza make statement ya kuandaa bila kuwasiliana na TFF. Nani? Serikali. Yaani kumake statement ni tofauti na kuchukua initiative za moja kwa moja. Statement huwa tunapenda utaratibu. Unaelewa si leo kwa chama cha ngumi wale wana taratibu zao ambazo zinaendelea, wana namna yao ya kuchaguana, wana katiba yao, wana sheria zao zimekaa pale. Wafanye watakavyofanya ili hakikishe kwamba awendi beyond. Yaani lazima ucheze within the scope ya nchi inapozungumza. Unapotaka kwenda kuandaa, kwenda kuomba, ni lazima uangalie interest ya nchi. Ndio ukiangalia kwenye budget ya msimu huu ya serikali ya wizara imepanda maradufu. Kwa nini? Serikali unajua kwamba wanaandaa michuano mikubwa. Kwa budget lazima hiyo kubwa, wanajenga miundombinu, wajibi. Lazima viweze kuwa karibu na serikali na lazima viweze kuakisi malengo ya serikali. So serikali yaakisi malengo ya shirikisho. Unaelewa? Yaani nyinyi mnakaa kuna kama sisi hapa serikali wameenda wametoa budget yao. Kwa hiyo vyama vyote vya michezo vinatakiwa vikae vichukue ile budget ya serikali, viangalie wapi wanaweza wakanufaika na uwepo wa budget. So serikali iangalie shirikisho hapa nini. No, hiyo kitu hakipo. Ndio nikasemaje? Namba 1 kama wakumzungumzia katika maendeleo haya utazungumzia Mheshimiwa Rais, mama yetu, sawa, wizara na baraza, kwa kutengeneza mazingira rafiki ya kufanya kwamba watu waweze kuja na kujitokeza kuweza kuwekeza katika michezo. Hilo ndio jambo la msingi. Lakini leo ukiniambia kwamba hizo si AFCON na nini bado, na hata ukiangalia hizo yenyewe AFCON hizo ulikuwa unasikia mara ngapi serikali imetoa pesa? Mara nyingi 500. Ulikuwa usikii? Wanawajibu kwa sababu wao ndio main. Unapozungumzia timu ya taifa, sawa, mtu wa kwanza ni serikali kuweza kuisimamia. Ndio mtu wa kwanza ambaye anahusika. Walipokuwa watawafuata kwa kushirikiana na lazima iwepo. Yaani hiyo sio dhambi. Na serikali anashirikiana na TFF, anashirikiana na chama cha mchezo cha kuogelea, anashirikiana na chama cha siwa windaji. Yeye kazi yake watu wote ni wa kwake. Yaani lazima. Sasa wewe ukiwa mpewa nafasi ya kuwa mwenyekiti wa chama cha pengine wasio kwa kitu fulani, haina maana ndio na nguvu. Sasa Dominic, tumalize muongea sana kwa kirefu. Mleti waliskalia chini ya uongozi wake kwenye max 1/100. Mimi binafsi nisikilize kwa makini, nakwambia tena. Mimi siwezi kumreti kwa kiasi gani, lakini jibu langu la jumla ni kwamba wakati wake na aliyoyafanya binafsi naamini kwamba hapa alikotufikisha ndio alipaswa kutufikisha. Ni wakati wa wengine kutupeleka mbele. Usifikirie ni wajinga ambao walisema vipindi vya kuongoza. Sasa unanifahamu? Endorsement hawana. Hiyo issue ya endorsement mtakwenda kupata soon. Hii ni nchi huru. Unanifahamu? Hii ni nchi huru. Na ndio akasema vyama vyote sasa vinatakiwa viweze kulilei katika misingi ya utawala bora. Na anayesimamia utawala bora sio shirikisho. Ni serikali chini ya mamlaka zake ambazo zipo, ambazo zinahusika ziko mle ndani. Unanielewa sijui? Kwa hiyo usifikirie kwamba unaweza kwa sababu wewe tu ndio upo kwenye chama cha mpira au chama cha kuogelea basi unaweza tu ukafanya jambo lolote kama upo kwenye nchi yako. Hii ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kama hilo jambo limekwenda kiutaratibu litaendelea. Kama alikwenda kwa utaratibu litakufa na uchaguzi utafanyika kivingine. Take my words. Bwana mimi nimechukua hiyo. Take my words. Sasa Dominic Salama tutoke huko. Huko tumengea ukipasa na mimi hatutomalizia kwa maana ni mjadala mpana sana.